Bana, hivyo ndivyo ambavyo dakika 90 zimetamatika. Benjamin Mkapa, klabu ya Wekunda Msimbazi Simba imekubali kipigo chembamba cha mabao 2-0. Inaitwa tuliza boli unga robo. Hivyo ndivyo ambavyo Azam FC pia wameibuka na ushindi mzuri kweli kweli. Mwalimu Ibenge ameonyesha kwamba ni kocha mkubwa barani Afrika. Palipokuwa na 2 Azam FC, palipokuwa na 0 ni Wekunda Msimbazi Simba. Karibu sasa tuzungumze naye Dominic Salamba ili upate uchambuzi mzuri baada ya dakika 90 kutamatika. Dominic Salamba, uko vizuri bro? Mimi bwana niko vizuri ndio. Uzima upo na wala haulalamiki? Uzima upo, silalamiki, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bana, Simba wamekubali kupoteza dhidi ya Azam FC. Wanalambalamba waka mikati ya jiji matajiri wa kule Chamazi, pembezoni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam. Mabao si mengi, 2 tu kwa 0. Unafikiri klabu ya Wekunda Msimbazi Simba wapi walikuwa dhaifu na kukubali kipigo hiki cha mama mkanye mwanao sihitaji mazoea? Binafsi sio matokeo ya kushangaza kwa upande wangu, kwa sababu nakumbuka nimefanya uchambuzi katika siku za karibuni, kufanya analyst ya hii mechi. Nilizungumza kwamba mechi ya Azam na Simba ndio kwa saizi, kwa level ambazo wako nazo, kwa maana kuanzia kwenye technical bench, lakini pia ukija kwenye upande wa wachezaji, kwa maana uwezo mtu mmoja, lakini pia na maarifa ya timu, unagundua kwamba Azam wana kila sababu ya kupata matokeo dhidi ya Simba. Kutokana na uimara wa vikosi, ukianza kufanya comparison kikosi kimoja, lakini pia ukiangalia hata uimara wa mbinu, bado kutoka kwamba Azam wako juu, na hata uchezaji ambao usajili wa Azam hauwezi kuwa sawa na wa Simba. Kwa hiyo pekee ambacho kilikuwa kinawanyima matokeo Azam, au kama kitanyima matokeo Azam, ni mentality ya wachezaji watakapoingia. Wakiingia kwa maana kwamba wanakwenda kutafuta alama, wanaweza kupata alama. Lakini pia hata katika mchezo ulivyokuwa imeanza, Azam hawakuanza na tempo nzuri. Walianza wakiwa wako chini, hatukuona wakikimbia sehemu kubwa ya kiwanja. Hatukuona kama watu ambao walikuwa wana focus ya kutaka matokeo. Walikuwa wanafanya makosa mengi sana. Unaweza kuona mtu kama Zidane Sereli katika eneo lake la kule mbele kushoto na kulia. Ukimwangalia mtu kama Idinado kabla ya goli ambacho anakifanya, ukiangalia kasi ya Faisal, ukimwangalia kuna beki wao yule Yoro Diaby, walikuwa na makosa mengi ambayo kama Simba wangekuwa wana nafasi, wana watu ambao wana utulivu na umakini, maana Simba angeweza kupata magoli mengi kipindi cha kwanza, kwa sababu Azam walikuwa wanafanya makosa mengi. Move nyingi ambazo itakiwa waweze kwenda ndio walikuwa wanaziua wenyewe. Angalia mipira mingapi ambayo Dinado alikuwa na delay kabla kwenda mbele. Angalia mipira mingapi Dinado alikuwa anaipoteza na kuruhusu kushambuliwa. The same to Faisal, the same to Zidane. Lakini bahati mbaya ni kwamba Simba wamekuwa wana wachezaji ambao nasema kila siku wachezaji wa kawaida. Yaani hawana big player ambao wanaweza wakatumia moment ndogo kutoa matokeo. Sababu kuna nafasi nyingi ambazo alizipata mtu kama Mutale. Kama unakuwa na mtu kama Pakome, unakuwa na mtu kama huyu ambao anani kwa upande wao Kitambala bora na watu wengine, anakuadhibu. Lakini alikuwa anaingia, anafika hatua, anakimbia na mpira, anapushi, anaingia, anakosa option, anaanguka, anaacha mpira, ananyang'anywa mpira. Angalia nafasi ambayo alipata Kim Dennis, ilikuwa ni nafasi ya goli. Angalia nafasi ambazo alipata yule na Morris Abraham na wengine wengi. Kwa Simba wanakosa wachezaji ambao wana ukomavu, wachezaji ambao wanaweza kutumia nafasi na wakaweza kuadhibu. Kwa hiyo baadaye mwalimu Ibenge anakuja kunufaika na ubora na ukomavu wa kimbinu. Hii mechi kwa ujumla wake imeamuliwa na ubora wa makocha. Ukiangalia ilifika hatua Matola akawa amekosa second option, akawa amekosa njia nyingine ya kuweza kushambulia. Kwa sababu ukiangalia muda mwingi wa mchezo alikuwa anacheza na walinzi watatu, na sehemu kubwa kawa amepeleka kuweza kushambulia kupitia kwenye flanks. Kwa hiyo alikuwa anaacha nafasi kubwa kwa maana kwenye defense. Unapokuwa na walinzi watatu, maana yake hakikisha kwamba panakuwa pana mazingira magumu ya kuweza mpira kuvuka katikati kuja kwenye eneo lako. Kwa hiyo kufanya mwalimu Benge alimuingiza Kaminko, mtu ambaye anaweza kupiga pasi za macho, akavunja mistari miwili, akamuingiza Saaduni kule mbele, na akajua kwamba upande wa kulia wa Simba ambao ndio upande ambao walikuwa wanacheza Malika Pombe, ndio upande ambao Simba wanautumia kushambulia, ndio maana kwa mwongeza Kim Dennis. Kwa hiyo wanakwenda kushambulia watu wanne, lakini uwiano wao kati ya kushambulia na kushambuliwa ni mdogo. Kwa hiyo akajua nikimuingiza Kaminko ambaye ana kitu cha ziada ukompea na mtu kama ambao alikuwa naye yule Kanuti. Kanuti ni mzuri kwenye kukaba, lakini ana jicho la kuona na kupiga through ball. Kwa hiyo nimuingize mtu ambaye anaweza kwenda kuvunja mstari katikati, akawapita walinzi wa viungo wa Simba na akaweza kushambulia. Lakini pia nipate kiungo ambaye atakuwa na kasi na anaingia ndani kushambulia kupitia mgongo wa kushoto. Na kweli akafanikiwa, anaingia Saduni. Baada ya kuingia Kaminko, Azam wakawa wamedominate eneo la kati. Sio kwenye swala kukaba, isipokuwa Kaminko ana uwezo wa kupiga pasi ambayo inavuka mistari miwili mpaka mistari mitatu.
Angalia goli la kwanza pale Azam walifunga ni makosa. Sasa polisi wa Simba wana watu wachache, katikati watu wachache, watu wengi wako mbele, hawawezi kurudi. Azam anatumia advantage ya kuwa na free space, mpira anapigwa Saduni, anakimbia katika namba liko free, anaingia, anapiga cross yake, inakutana kitambara bora, anaweza kuscore. Kwa hiyo goli la kwanza lilofungwa ndio the same na goli la pili katika staili ile, kwa maana kwamba aliweza kumonopolize mbinu za Simba, kwa sababu Matola ilifika tu akawa ana njia mbadala, yani uwezo wake ulishia pale, na akaanza kutegemea either Azam afanye makosa au uwezo wa mtu mmoja mmoja uweze kuachia mechi. Kwa hiyo mechi ambayo itawaliwa na ubora wa wachezaji, lakini pia na mbinu za technical bench ndio ndio kufanya Azam aweze kuondoka na magoli mawili. Bwana wewe, ni ubora wa wachezaji ndio ambao umekwenda kuamua mchezo, lakini technical bench pia limecheza kwa nafasi kubwa kweli kweli kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri ya ushindi kwa Azam FC. Wana lambalamba waka mikati ya jiji matajiri wa pale Chamazi, pembezoni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam Tanzania. Hivyo ndivyo ambavyo Azam FC wameibuka kibabe kweli kweli. Salamba, kuna namna yoyote ile unaweza kumlaumu mwalimu Suleiman Matola, labda mbinu zake, uwezo wake, ama chochote ambacho kimesababisha mchezo huu kupotezwa kwa asilimia kubwa? Lawama zinamhusu? Anahusika na lawama kwa sababu siku zote mechi kubwa, mechi ambazo zinakuwa zina intention kubwa kiwanjani, mechi ambazo ni ngumu kupata nafasi, mara nyingi zinakuwa zinaamuliwa na ubora wa walimu. Okay. Sasa mwalimu aweze kuona kitu ziada. Ukiangalia Simba toka wameanza dakika ya kwanza mpaka dakika 90 wameingia na the same play ya kucheza. Wamecheza na aina ile moja. Maana yake nini? Kwamba mwalimu alikuwa anakosa kitu ziada, kwa sababu unaweza ukaandaa mpango mkakati au mpango kazi wa mechi before the game. Wakati wa mechi lazima uangalie tena kuona ule mpango ambao umeuandaa una click au au click. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ya kuweza kuona madhaifu. Kwa mfano ukiangalia Azam walikuwa leo, ukiangalia walinzi wao wakati hawakuwa bora. Kwa hiyo kama ingekuwa ni mtu mwingine ambaye ana mbinu za ziada, angeweza kuamua kutumia mipira mirefu ili kufanya kutengeneza mazingira ya 1 against 1. Kwa sababu alikuwa anacheza yani yule Lodiabi ambaye alikuwa anacheza, ilikuwa ni rahisi kuweza kutoa penalty kwa sababu alikuwa na makosa mengi na mipira mingi ambayo ilikuwa ni 1 against 1, alikuwa anakwenda kuwekwa kwa fouls. Kwa hiyo atakuwa na mtu ambaye anaweza kaona haya makosa. Lakini pia ukiangalia Azam walikuwa na shida kwenye eneo za kwenye flanks. Ukiangalia kwa upande wa huku huyu nani alikuwa ni Mwekenda pamoja na Pascal Msindo walikuwa nakabia juu na wenyewe. Kwa hiyo wakawa wanaacha magap, lakini bado Simba hawakuweza kunufaika nayo. Kwa nafikiri kuwa na ufinyu wa mbinu wa Matola pia umeweza kupelekea Azam anufaike, na Ibenge aliona hiyo fursa. Ndio maana ya kuwa na mwalimu mkubwa. Ibenge ni kocha mkubwa, aliweza kugundua na akajua ni muingiza nani katika eneo gani ataweza kwenda kufanya kitu gani, na akagundua kwamba Simba kadri muda unazidi kwenda wanatabia kuchoka. Simba first half wanakuwa na kasi, kwa pili uwezo wao kabla unapungua na umakini unapungua, ndipo akaamua kuingiza watu wenye kasi, aingize kiungo ambaye atakuwa anaweza kwenda kugonga, lakini pia apige pasi, lakini atafute mtu ambaye anaweza kufunga tena. Ndio maana ameweza kusukuma mpira Saduni umbali wa mita karibia 15 akiwa yuko peke yake. Kwa maana idadi ya Simba ilikuwa ni ndogo kuanzia kwenye ulinzi mpaka sehemu ya kiungo. Kwa hiyo kimsingi wakati mwingine mbinu nazo za kwenda kusaidia. Kwa hiyo pia Matola alikuwa ameishiwa yani mbinu, ila kubwa ambacho kuweza kuathiri ni kukosa wachezaji wenye ubora wale wa juu wa kuweza kuamua, kwa sababu nafasi ambazo Simba amezipata, angekuwa na watu wenye quality, Simba angeweza kupata ushindi magoli 5 mpaka 6 atakapochelewa. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Suleiman Matola kama kocha wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Dominic Salamba anakwenda kukosoa japo kidogo madhaifu ambayo ameionyesha kwenye mchezo wa leo na mwalimu wa Azam FC kwa maana Florent Ibenge kuonyesha ukubwa wake na kumwadhibu mwalimu Matola wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kunani tena Simba maana ni hatari kweli kweli, ukiachana na ule mchezo wa kimataifa kwenye ligi tena na kwenda kudondokea pua. Shughuli ni nzito kweli kweli kwenye hizi 90 ambazo tumezishuhudia za kivumbi na jasho kweli kweli. Unafikiri nani man of the match kwenye huu mchezo? Mimi ukiniambia man of the match katika mechi ya leo hii nitamzungumzia Saduni. Okay. Kwa sababu ndio game changer. Alikaa nje akaweza kuangalia makosa yako wapi, lakini pia utulivu wake na uwezo wa kuweza kufanya dribbling kwa muda mrefu, lakini kupiga pasi zenye macho. Na kama angekuwa na umakini kidogo angeongeza, pengine angeweza kuwapatia assist 2 na magoli mengine mawili ya kufunga yeye mwenyewe. Ila kuna wakati sio kile ambacho tunakifanya kinaweza kwenda kutimia. Kile binafsi ni miongoni mwa vijana ambaye ameingia na kwenda kukifanyia kazi yale maelekezo ambayo alikuwa amepewa na mwalimu wake. Na Simba hizi weakness ambazo anaonyesha ndio uwezi kuona wakicheza na JKT wala Dodoma Jiji, kwa sababu wanakuwa kukutana na timu za China. Kile wewe unaweza kuona kwamba Simba bado hawana balance
timu yao iko open katika maeneo yote. Okay. Ukiwashambulia, ukiwapushi wanashambulia. Lakini pia unaweza kuona kwamba bado hawana watu ambao wamekamilika kimaamuzi kwa maana ya ukomavu. Timu yao ina vijana wengi wadogo ambao most of the times wanakuwa na riski, hawezi kupatia end product iliyokuwa bora. Kwa hiyo wana mapungufu mengi katika maeneo mengi. Just imagine eneo la katikati leo hili ilikuwa na Pwaya, ukiangalia mbele wanakimbia mipira mingi, lakini mwisho siku inakuwa haina madhara kwa sababu hawana watu ambao wanaweza kufanya ubunifu wa kuweza kugeuza nafasi na kuweza kuwa magoli. Wakati mwingi unaweza kuona leo hii mtu kama Mpanzu ndio alikuwa anamtegemea, lakini pia naye alikuwa ana dribble sehemu kubwa na akawa anakosa link up ya wenzake kwa sababu kasi yake ni ya juu kuliko wengine ambao wanakuwa wanampatia. Kwa kimsingi Simba ana ukosefu wa utimamu, lakini pia anakosa quality players, lakini pia kwa upande wa mbinu bado hawako vizuri. Kwa wanatakiwa watafute mwalimu mwingine haraka iwezekanavyo, kwa sababu kwa hali wataadhibiwa sana kwenye maeneo ya mbinu. Huo ndio ukweli. Simba dirisha dogo inatakiwa ingie mawindoni kutafuta kocha na wachezaji. Gaiwa. Wala mimi nikushukuru sana Dominic Salamba. Asante sana, lakini naam, nafikiri kuna haja ya kurudi katika misingi ya mpira. Okay. Tumeshuhudia Azam ambayo iliweza kufanya makosa mengi lakini bado haikuweza kuadhibiwa. Okay. Kwa hiyo katika lugha zinazosema kwamba Simba amefungwa kwa makosa ya Azam na makosa yake yeye mwenyewe. Okay. Yeah. Kuna haja ya kurejea kwenye misingi ya mpira. Yes. Kwa maana mpira ni uwekezaji. Weka pesa, upate furaha, upate matokeo. Story na miemko na propaganda hawezi kukusaidia. Lakini dirisha dogo ni kesho kutwa. Dirisha dogo kesho kutwa, lakini kwa aina ya kikosi ambacho wanacho, ujue ubaya wa dirisha dogo ni kitu kimoja. Dirisha dogo ni dirisha ambalo huwezi kupata dhahabu sokoni kabisa, kwa sababu watu wapo katika mashindano, watu wameanza kuona makali. Kwa hiyo either upate wachezaji ambao either walikuwa wapata nafasi ya kucheza, walikuwa majeruhi, sawa, na pengine wenye migogoro, lakini kupata super player ambaye yuko kwa timu yake inamtegemea, hawezi kumwachia kwa ajili yako. Kwa nafikiri wana wakati mgumu kuweza, lakini pia na gharama inakuwa ni kubwa, kwa sababu either uweze kwenda kumuua mtu kwa timu yake, maana utakwenda kutoa dau kubwa ambalo kimsingi wakati mwingine huwezi kutimiza. Kwa hiyo wana wakati mgumu kwa sababu kikosi chao kina marekebisho katika maeneo mengi sana kiwanjani. Bwana wewe, hivyo ndivyo ambavyo Chief anamaliza. Jina langu naitwa Cisco, nyuma ya kamera Anko Vuma Zela Busara. Tuna la ziada, itosha kusema Simba ingia sokoni dirisha dogo ili kuwapa furaha wanarunyas. Mimi narejesha kwake moja kwa moja matangazo Anko Vuma, wailalika, maasalam.